Habari mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida, ni mtaalamu wa tiba asili Afrika, napatikana Dar es Salaam Yombobuza kwa mama Kibonge. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare ili mradi uweze kupata masomo yangu kila leo ninavyotoa. Leo nataka kukutanisha na kiumbe ambaye anaitwa Deton. Deton ni jini wasili na mwenye uwezo mkubwa sana katika masuala ya kiakili na kiafya. Mwanafunzi wangu mpya ambaye unayenisikiliza leo, na wewe mkongwe unayenifuatilia kwenye masuala ya tiba asili, ni mimi hapa Babu Bidabida, mtaalamu wa tiba asili. Lakini leo nimekuja na zawadi ya kipekee kabisa tarehe 21, jinsi ya kumuita au jini anayejulikana kwa jina la Deton. Huyu ni jini wa kawaida sana, ni mwenye uwezo wa kubadilisha au kubadili maisha yako na hatima yako kiujumla. Jini huyu ana uwezo mkubwa sana katika kila aina ya mafanikio na kukupeleka katika kilele cha mafanikio ya juu zaidi. Je, uko tayari na kusikiliza hii siri ambayo iliyojificha kwa miaka mingi kwa kiumbe huyu ambaye anaitwa Deton? Leo nitakuelekeza sifa za Deton. Ni kiumbe cha moto na damu, mwenye nguvu zisizo na kifani. Anachokileta ni zaidi ya uwezo wa kawaida wa mwanadamu. Ukimiliki kiumbe huyu, basi utakuwa na uwezo na ushindi wa kuongea lugha mbalimbali. Unataka kuzungumza lugha yoyote kwa urahisi, hata kwa wasomi na wafanyakazi wa kimataifa. Deton atakufungulia milango ya uelewa kwa haraka zaidi. Utakuwa na akili ya kipekee kabisa, na uelewa wako utaongezeka hadi kiwango cha juu zaidi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na kiwango hicho ambacho kitakuwa si cha kawaida kabisa. Uwezo wa kufanya miujiza utakuwa nao, ni kutenda mambo yasiyokuwa ya kawaida na kubadilisha hali yoyote ili upate mali. Iwe kama mchimbaji wa madini au mtafuta vitu vya kale au njia nyinginezo, basi huyu kiumbe atakuwa msaada mkubwa sana kwako. Na ukiwa na kiumbe huyu, basi sauti yako itasikika na kuvutiwa na kuwa na heshima mbele za watu, hata kama kwa viongozi wako wa nchi wa juu kabisa. Uwazi na ahadi zake ni nyingi sana. Deton hakosi ahadi, na ahadi zake ni zinakuwa za kweli na zenye kufikirika na zenye uwezo mkubwa sana. Na ahadi hizo zitatimia, yani lazima zitimizwe kwa kasi ya umeme. Hata kama katika maneno tuseme hata kama katika maeneo ya baridi. Kwa mfano, kiumbe huyu anapenda baridi, lakini pia hata kama ukimweka katika asili ya joto hana shida yoyote. Na kiumbe huyu anakaa katika pete, lakini pia unaweza kuweka katika fimbo yoyote ile ambayo inayotokana na uasili wa mti. Lakini pia masharti yake ya uwezo wa kumiliki na umuhimu. Ukiitaka kummiliki kiumbe huyu, basi nafsi hii ya kiroho ni kama jambo la maombi tu na utii. Masharti yake ni yako wazi sana na hayajajificha kwa namna yoyote, yako wazi wazi kabisa. Na masharti yake, kwanza lazima uvae vazi la nguo nyekundu. Lakini pia katika vazi hili la nguo nyekundu, yani ni ule utawalio, yani kutawaliwa na nguo nyekundu, mwanafunzi wangu. Kwa hiyo unaweza ukachanganya rangi, lakini nguo nyekundu ndio iwe basic. Sawa sawa. Lakini pia chakula, katika vyakula unatakiwa uepuke kula nyama, yani vyakula vyekundu. Kwa hiyo kama samaki na kadhalika. Na inahitajika kutoa sadaka ya damu, yani jitoboe kidogo kwenye kidole chako, usiwe na hofu, dondosha tone la damu kwenye nguo hiyo nyekundu utakaotaka kuivaa. Yani kama vile unaenda hospitali kupimwa labda malaria, unatobolewa kwenye kidole na kipini kile, basi na wewe ndio utakuwa kama vile unajitoboa na kuweka katika damu yako, kudondosha tone katika hiyo nguo unayotaka kuivaa. Na kiumbe huyu ni tuseme ni msikilizaji sana na mtii sana. Kwa hiyo jinsi ya kumuita, naomba tu usubiri katika somo namba 2 nitakalo kufafanulia. Njia ni muhimu sana, na usikilize maelekezo yake kwa makini, kwani hata akiwa mkali ukiwa naye, basi atakuwa ni mpole sana. Lakini kama utakosea masharti yoyote, basi kwa hakika kiumbe huyu ni mkali sana. Na unapokuwa naye, kama utakubali kufuata yale matakwa yake, basi ni mwenye huruma sana na moyo wako na hali halisi ambayo uliokuwa nayo. Huyu ni mpole na ni mwenye kutii ahadi yake, yani hawezi kuvunja ahadi, na hakuna kafara nyingine yoyote inayohitajika. Na imani mpaka hapa utakiwi kuogopa kabisa, mwanafunzi wangu.
Lakini pia nikwambie tu kwamba kiumbe huyu mwanafunzi wangu ndio ufunguo wa kufungulia mlango wa maisha yako mapya, maisha ya utajiri, heshima na uwezo usio na mipaka. Bei yake ninakadiriwa kati ya milioni 5 hadi 8. Kwa hiyo ni rahisi sana. Lakini pia jiandae kwa somo la pili ambalo nitakuongoza hatua kwa hatua jinsi ya kumuita na kumiliki huyu jini anayeleta mabadiliko makubwa, Mungu akitubariki. Kwa hiyo anibariki mimi pamoja na wewe msikilizaji, ili uweze kumudu na kusikiliza hatua kwa hatua jinsi gani ya kumuita kiumbe huyu. Kwa mwanafunzi wangu, nikutoe hofu kuanzia tulipotoka mpaka hapa, kwani tumesoma viumbe tofauti tofauti. Na katika kila kiumbe mimi kuna mtu nimemlenga kabisa kwamba kiumbe huyu ni wa huyu. Yaani hawa viumbe wanahitajika kuishi katika maisha yako. Si nimeelewa? Yaani kuna kiumbe unahisi kabisa huyu mimi ndo na haya maisha ninayoyaishi. Kwa mfano, kiumbe anakuambia mimi sharti langu nataka ulale uchi usiku. Umenielewa? Kwa hiyo wewe kama tabia yako ni kulala uchi, basi huyo kiumbe unaweza kumudu. Lakini unaambiwa huyu kiumbe usile nyama au nyama nyekundu, wakati wewe maisha yako ya kawaida nyama huli wala upendelei. Kwa hiyo huyu kiumbe unaweza kumiliki. Lakini unaambiwa bwana, kiumbe huyu usivae nguo fulani, wakati wewe maisha yako ya kawaida hizo nguo uzivai kabisa. Kwa hiko ndicho ninachomaanisha. Lakini sio unapenda kuvaa nguo nyekundu kwa vile umemsikia huyu jini ukaingiwa na tamaa, basi mimi namtaka huyo nitajirekebisha. My God, yani siku yake utakuja kukosea na ukafa kabisa. Na nikusisitize tu, kiumbe yoyote ambao unayemsikia, hususan kwa hao ambao mimi ninaoelekeza, chakula chake kinakuwa ubani au udi. Lakini ikitokea umekosea masharti, adhabu zake zinakuwa ni mbili: aidha kufa kwa haraka zaidi na moja kwa moja, au kutiwa kichaa kisichopona katika maisha yako yote na kufilisika kabisa. Kiumbe huyu pia la yake na ofa yake unaweza kuvunja naye mkataba kama kawaida. Kwa hiyo usisahau mwanafunzi wangu kwamba huyu kiumbe tuliomsoma ni kiumbe mwepesi na mwenye kuchagua lugha nyingi ambaye anaitwa Detoni. Ni siri na ujuzi wake ni mkubwa sana sana sana. Wasiliana na mimi moja kwa moja Babu Bidabida kupitia namba zangu hizo hapo, ambaye jumlisha 255765458910. Sina namba nyingine yoyote ya kuwasiliana isipokuwa ni namba hiyo. Wasiliana na mimi moja kwa moja ili uweze kupata manufaa. Hivyo basi usichati na mtu Facebook au Instagram au popote pale alafu akakupa namba tofauti na hii ambayo mimi nilokutajia. Hakika huyo sio mimi. Sio, tumeelewana? Kwa hiyo mwanafunzi wangu, hakikisha unawasiliana na namba hizi. Kama ndio unataka kufanya malipo, aidha ulipie kwenye namba hizi au mimi nikupatie namba nyingine ya kufanya malipo. Ni mimi tu, Babu Bidabida. Na kama una wasiwasi sio Babu Bidabida, mpigie video call na uongee naye na uisikize sauti. Babu Bidabida unamfahamu kwa sura, lakini pia unaifahamu sauti hii ambayo mimi ninayo ongea. Naam, babu hapa. Asante sana.